la mtazamo mpya wameanza na hiyo habari ambao wanasema TRA yavunja rekodi kuu 4 za kiutendaji. Ilijiwekea lengo la shilingi trilioni 31.05, ikakusanya shilingi trilioni 32.26. Imevuka lengo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2015-2016, yaweka rekodi ya kukusanya shilingi trilioni 2.69 kwa mwezi. Kamishna Mwenda washukuru walipa kodi kwa kulipa kodi kwa hiari. Na habari kidogo hapa inasema kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda amewashukuru walipa kodi kote nchini na wananchi kwa ujumla kwa kulipa kodi kwa hiari, kuiwezesha mamlaka hiyo kuvunja rekodi iliyojiwekea ya kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 31 baada yake kufikia kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 32.26 kwa mwaka wa fedha 2024-2025, sawa na ufanisi wa asilimia 100.3.9 na ukuaji wa asilimia 16.7. Kamishna Mwenda alitoa kauli hiyo jana jijini Dar es Salaam alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari na kutoa taarifa ya makusanyo kwa walipa kodi kwa kipindi cha mwezi Julai hadi Juni mwaka huu wa 2024-2025, pamoja na salamu za shukurani kwa walipa kodi wote nchini. Walipa kodi, hongereni. Mwenda awashukuru walipa kodi, TRA ikivunja rekodi 4. Hilo ni Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Gazeti jingine ambalo limeweka habari ya TRA kuvunja rekodi ni Majira. Majira nasema Rais Samia iwezesha TRA kuandika historia, yavuka lengo la makusanyo yake kufikia ufanisi wa asilimia 105 kwa mwaka wa fedha 2024-2025, haijawahi kutokea tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo. Gazeti la mwisho ambalo nimalizana nao hapa ili tuweke maana, TRA yapanga kukusanya trilioni 36 mwaka 2025-2026. Jamani, TRA makusanyo yamepaa. Ndio. Kwanza tupongeze ufanisi wa usimamizi wa viongozi wa TRA katika ukusanyaji wa mapato kwa maana ya kodi kwa wafanyabiashara wakubwa na wadogo. Al-Muhammad, hakuna kitu ambacho kinashindikana, lakini ni elimu tu. Watanzania na wafanyabiashara wanahitaji elimu na kuongezewa uelewa wa jambo. Ukiwafikishia hivyo vitu, watu wako tayari kulipa kodi. Tulikuwa tunaona watu wanakimbizana katika kulipa kodi, kulikuwa kunatumika nguvu ambayo ilikuwa haina sababu yoyote. Lakini sasa hivi unaona kwamba elimu ya mlipa kodi inatolewa kupitia vyombo vya habari, kupitia maeneo mbalimbali. Kwa hiyo hata wafanyabiashara wenyewe na ile kwenda kudai kodi kwa staha na stara, watu wameelimika. Watu wanaona ni wajibu wao kulipa kodi kwa sababu wanachangia pato la taifa. Lakini walikuwa wanafuataje? Kwa sasa hivi tumeona huku kuvunjwa rekodi kwa walipa kodi ni kutokana na namna ya ukusanyaji wa kodi na elimu ilivyowafikia. Tuwapongeze sana TRA, lakini tuipongeze serikali kwa kuweza kutoa agizo kwa watu wenye mamlaka kwenda kufuata walipa kodi kwa nidhamu na kuwapa elimu kabla ya kutumia nguvu, na wakielewa manufaa yake ndio tunayaona. Yes. Wanasema usiolijua ni kama usiku wa giza. Yes, maana yake ni kwamba kama hujui kuna umuhimu wa kutoa na kulipa kodi, maana yake huwezi kufanya hivyo. Sasa wakati naona taarifa hii, nilikuwa nafuatilia kwa ndani zaidi nione kitu gani kimepelekea mpaka TRA kuvunja rekodi hii, na nikagundua sababu zifuatazo. Kwanza, kuna tuzo hizi ambazo huwa zinatolewa za walipa kodi. Zile tuzo zimechechemua ile hali ya kulipa kodi. Sio, unanielewa? Mtu anaona okay, kumbe nikilipa kodi natambulika pia, TRA wananitambua licha ya kwamba najenga taifa langu, lakini pia napewa tuzo. Lakini pia kuna motisha mbalimbali huwa zinatoka kwa wafanyakazi wenyewe TRA, lakini pia kwa walipa kodi ambao ni waaminifu wamekuwa kipewa baadhi ya motisha na baadhi ya promotion tumekuwa tukishuhudia. Ukiachilia swala la elimu ambayo amezungumza BK, kuna hili swala la uboreshwaji wa miundombinu. Sasa hivi ni rahisi kuliko zamani. Sio, unanielewa? Kukusanya kuliko zamani kwa sababu mifumo iko vizuri. Sio, unanielewa? Na sihitaji mpaka niende nikapate risiti nikaitafute sio makao gani, makao makuu, ofisi gani. Naweza nikalipa kupitia simu janja, nikawa na risiti zangu za kutosha na nikawa nipo, system inanitambua vizuri. Kwa hiyo ile miundombinu imerahisisha kabisa ukusanyaji wa kodi. Ndio maana unaona kila hatua tunazidi kusonga mbele. Kubwa zaidi ni kuzidi tu kuelimishana, si ndio? Kwa sababu wafanyabiashara wapya wanakuja kila siku. Walipa kodi wanazaliwa kila siku, si ndio? Unanielewa? Sasa hawa wanaokuja wana elimu ya ulipaji kodi, isije wakawa wanaona na wao kama adhabu, wakawa wanaona na wao ni kama wanaibiwa, wakawa wanaona na wao ni kama wanaonewa. Kikubwa zaidi ni kuendelea kutoa elimu, na kama mimi niwakumbushe tu hasa mamlaka husika kwamba
hizi kampuni za vinywaji na nini ziko vizuri sana kwenye masuala ya utoaji wa kukumbusha jamii wao ni kina nani, wanafanya nini, bidhaa zao zikoje. Kwa hiyo TRA wasifikiri kwamba tumevunja rekodi sasa hivi ni rest zone kwamba tutulie. Tuendelee kutoa elimu kwa sababu watu wafanya biashara wanakuja mara kwa mara na wanazidi kuzaliwa kila siku, jambo ambalo linazidi kutuweka katika nafasi nzuri zaidi ya ujenzi wa taifa hili la Tanzania. Kabisa bwana. Tunaye hapa huyu ni kamishna mkuu wa TRA bwana Mwenda, Yusuf Mwenda, na hapa sasa alichokuwa anazungumza jana kuhusiana na huni ujumbe wa kamishna mkuu wakati akitoa taarifa ya makusanyo ya kodi kwa mwaka wa fedha 2024-2025 jijini Dar es Salaam jana. Bwana Mwenda, tulikuwa tumebakisha robo moja. Katika robo hii ya mwisho ya 4 ambayo inaanza mwezi Aprili mpaka Juni, TRA ilipaswa ikusanye trilioni 7 na milioni 900, lakini mpaka jana trilioni 7 na bilioni 840, lakini mpaka jana tuliweza kukusanya trilioni 8 na bilioni 220, ambao ni ufanisi wa 104% na ukuaji wa 15%. Ni kiwango kikubwa sana, kisingefanikiwa bila ya ushirikiano na walipa kodi, kisingefanikiwa bila ya miongozo thabiti inayotoka kwa mkuu wa nchi na viongozi wengine, lakini kisingefikiwa bila ya kazi nzuri ya uweledi na ya kujitoa ya watumishi wote wa mamlaka ya mapato Tanzania. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana watumishi wote wa mamlaka ya mapato Tanzania. Kwa hili la kwanza. Lakini la pili, baada ya kukusanya kiasi hicho, tumeweza kutengeneza rekodi ambayo kwa mara ya kwanza toka TRA imeanzishwa mwaka 1997 kwa mara ya kwanza TRA tumeweza kukusanya na kuvuka miezi yote 12 ya mwaka.